Tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa nguvu zako na uweza wako. Tupo katika somo hili tena, unabii huu ambao unatusaidia katika wakati wetu wa siku za mwisho. Ninaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza. Msikilizaji yule na mtazamaji atakaposikia somo hili, Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba Roho wako akawe pamoja naye kwa ajili ya uzima wa milele. Katika jina la Yesu, amina. Karibu tena msikilizaji na mtazamaji katika somo hili la leo. Somo lililopita lilitupeleka tukaona sanamu ile na madini yale. Hatujapata tafasiri yake. Yumkini katika somo la leo tunaweza tukapata tafasiri yake, kwamba Danieli alionyeshwa madini yale, lakini akaonyeshwa wanyama wale, na akaonyeshwa jiwe lile, lakini akaonyeshwa na pembe ile ndogo, akaonyeshwa hukumu ya watakatifu, yani watakatifu wakaamuliwa. Lakini sasa hajaambiwa kwamba katika yale madini zile falme ni akina nani, na ndio maana sikutaja hata miaka kwamba alitawala kutoka mwaka gani mpaka mwaka gani, kwa sababu ni mpaka sasa upate ufafanuzi wa hizo tawala zilikuwa ni nini. Lakini somo la leo ni unabii huu. Unabii huu ni wa kweli. Unabii huo ambao tuliona wa Danieli 2 ulikuwa ni wa kweli kabisa. Unabii huu wa Danieli 7 ni wa hakika kabisa, mpaka kurudi kwa Yesu ni hakika kabisa, yani kwa mtiririko ule ambao uliopangwa na Biblia. Sasa tunakuta kwamba hapa katika Danieli 8 kuna unabii huu ambao kichwa cha somo nasema unabii huu ni wa kweli, ni kweli kabisa. Kwa hiyo Danieli 8 inaelezea kuanguka kwa falme na kuzuka kwa pembe ndogo. Yaani pembe ndogo tuliiona kwenye Danieli 7. Na pembe ndogo tunaiona tena hapa kwenye Danieli 8. Msikilizaji na mtazamaji, huwezi ukaona kweli, mtu mwingine anaweza akajiuliza, wameng'ang'ania pembe ndogo. Unaona umuhimu wake. Kwa nini Danieli anaonyeshwa mara kwa mara, imefika mara 2, pembe ndogo. Kuna haja ya kufuatilia kwamba kuna masomo na kuna mafundisho humo kwenye pembe hiyo ndogo. Kuna masomo na mafundisho humo kwenye hiyo pembe ndogo. Kwa hiyo tunapokuja kwenye Danieli 8 anaonyeshwa vile vile kwamba kuna kondoo anaonyeshwa kwenye ndoto kwamba kuna kondoo dume mwenye pembe 2. Safari hii tutaona hata tafasiri yake kwamba imetafasiriwa kwa uwazi, lakini anaonyeshwa kwamba huyo kondoo mwenye pembe 2 baadaye alikuja akapigwa na beberu dume mwenye pembe moja kubwa iliyoinuka, akapigwa, akaangushwa chini, akagaragazwa. Lakini vile vile katika zile pembe za yule beberu kulizuka pembe zingine 4. Na katika zile pembe zingine 4 ambazo zilizuka pale, kulionekana kabisa kwamba kuna pembe ndogo ambayo ilitoka katika zile pepo 4, kwa sababu zile pembe 4 zilitoka kwenye pepo 4. Na ndiyo maana sikazimu mkazo sana, hata kwenye wanyama pale sikukazia sana mkazo ili kuweza kuwataja wote, simba, dubu, chui yule aliyekuwepo pale na mnyama wa kutisha, lakini hasa mimi maslahi yangu yako kwenye pembe ndogo na mnyama. Na ndiyo maana pembe ndogo tukifika hapo tunajikita. Lakini tafasiri ya pembe ya kondoo dume kwenye Danieli 8 ilikuwa ni nini? Hii lazima tuione. Danieli 8, hebu tuangalie fungu kama
la 20, Danieli 8 fungu la 20 anatamka sasa. Danieli anapoonyeshwa hapa, huu ufalme wa juu umeshaangushwa. Danieli alitawala katika falme mbili. Alitawala akiwa Babeli, na Babeli ilipoangushwa wakaja Wamedi na Wajemi, alipata nafasi vile vile ya kuwa kiongozi katika utawala wa Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo ule utawala ambao alionyeshwa Danieli kwamba alimtafasiria Nebukadneza kwamba Nebukadneza, mfalme, wewe ndio kile kichwa cha dhahabu, wenyewe umeshaangushwa. Kwa hiyo tunaona kwenye kichwa kinacholandana na simba, hiyo ilikuwa ni ufalme wa Babeli. Lakini hapa kwenye kondoo ambaye analandana kule na madini ya fedha, ambayo vile vile kwenye wanyama huku ni dubu, tunaona kwamba tafasiri yake ndiyo hii. Fungu la 20 Danieli 8 fungu la 20 anasema, yule kondoo mme uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Wamedi na Wajemi. Tafasiri zake sasa sikuwa nimezitaja kule kwa sababu ilikuja katafasiriwa hapa kwenye Danieli 8 kwamba kumbe wale ni Wamedi na Wajemi. Wale ni Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo Danieli 2 tunapata, Danieli 7 tunapata, Danieli 8 Wamedi na Wajemi, kwamba kule ufalme ule wa madini yale ya fedha ambayo alikuwa anawakilishwa na kifua ile na mikono, halafu na dubu. Ndio maana alikuwa ameinuliwa upande mmoja kuonyesha Wamedi na Wajemi ni tawala mbili, mmoja ulikuwa na nguvu, mwingine hauna nguvu. Lakini tunaonyeshwa hapa ni kondoo dume vile vile. Tunakuja huyu kondoo dume alikuja kaangushwa na beberu, hili beberu ambalo nalo tunaangalia kwenye fungu la 21. Beberu linasema ni nini? Beberu fungu la 21, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni ufalme wa Uyunani. Fungu la 21, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Sasa kwenye Uyunani, si unakuja unamfahamu kabisa hata kwenye historia ambayo imeandikwa kwenye encyclopedia, kwenye historia ya Josephus, unapata kwenye historia, kwenye vitabu vya historia kwamba mfalme aliyetawala kwa Uyunani na alikuwa na nguvu na alienda kwa spidi sana, alikuwa ni Alexander Mkuu. Kila mmoja tunafahamu Alexander Mkuu. Hata kuna mji kule Misri unaitwa Alexandria, unatokana na hilo utawala wake wa Alexander alipopitia humo, huo mji ukaitwa Alexander Mkuu, Alexandria. Kwa hiyo Uyunani tunaona kwamba kwa kule kwenye sanamu kule Uyunani tunaiona sasa ni ile utawala tumbo lile shaba. Halafu kwenye hao wale wanyama ni yule chui yule alikuwa na vichwa 4. Angalia hata hapa huyu mbuzi, huyu beberu ambaye alikuwa na pembe moja iliyokuwa imesonga sana. Ilipovunjika ile pembe zilikuja pembe zingine 4. Hata kule kwenye chui kuna vichwa 4 kwenye Danieli 7, vichwa 4, kuonyesha kwamba yule mtawala Alexander alipokufa walikuja majemedari wake 4 wakatawala, na walipotawala walienda wakagawanyika katika pande 4 za dunia, na pande 4 za dunia hizo ndio ulikuta sasa kukatokea na vita. Na ndio maana kwenye pande za 4 inaonekana kwamba hawa watawala walikuja kutoka kwenye zile pepo 4 za dunia. Pepo kwenye Biblia, pepo ni mapigano, ni vita, ndio kwenye Biblia inasema pepo. Na ndio hapo unapokuja kuambiwa kwamba ile pembe ndogo kwenye tafasiri ya fungu la 20 na tafasiri nafikiri ya fungu la 26 ilitoka katika zile pepo 4, kati ya zile pepo 4. Kwa hiyo pembe kubwa ilivunjika, zikainuka pembe 4. Zilipoinuka pembe 4, Danieli 8 fungu la 4, Alexander Mkuu alipokufa,
Alexander alipokufa kule na zikatoka zile, watawala wake, makamanda wake, mmoja alikuwa anaitwa Kasanda, mwingine alikuwa anaitwa Lismaki, mwingine alikuwa anaitwa Seleuko, mwingine alikuwa anaitwa Plemi yule, ambao hao wawili Seleuko pamoja na Plemi ametajwa katika Danieli 11 fungu la 40, ambao ulikuwa ni utawala. Seleuko alitawala katika Uajemi kule alitawala, akachukua Syria vile akachukua na Macedonia kule, lakini Ptolemy yeye alichukua Misri, na ndiyo maana utawala wa Seleuko unatajwa ni wa kaskazini na utawala wa Ptolemy ni wa kusini, ambayo ilikuwa ni Misri. Lakini hebu tuache tuje hasa kuzuka kwa pembe ndogo. Ilizuka hiyo pembe ndogo, ilizuka kutoka katika moja ya zile pepo. Sasa kwenye Biblia ya Kiswahili, ndugu msikilizaji na mtazamaji, huwa kuna makosa yanatokea. Biblia ya Kiswahili imesema kabisa kwamba ilizuka kutoka kwenye zile pembe 4, lakini actually sio pembe 4. Ukienda Biblia ya Kiingereza utaona vizuri kwamba mtafasiri hapo mchapishaji ni mashine tu iliteleza. Kwa kweli ile pembe ndogo ilizuka kutoka katika pepo kati ya moja ya zile pepo 4, na zile pepo 4 tumeona kwamba ni vita na magomvi na machafuko. Kwa hiyo kulikuwa na machafuko duniani kote. Ukikuta Biblia inaandika kwamba katika pande 4 za dunia, ina maana ya kwamba ni duniani kote, katika kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Lakini sasa kati ya moja ya upande ule ndio kulizuka na pembe ndogo. Na hii pembe ndogo ukianza kuiangalia vizuri, tutakuja tuione, yumkini tunaanza kukisia tu hapa kwamba ilitokea magharibi, kwa sababu kulikuwa na mapigano sana sehemu ya magharibi ambapo ilikuwa ni Ulaya kule. Kulikuwa na mapigano na andiko pembe ndogo ilitoka. Ndio maana tutakuja tuone ni kitu gani. Hii pembe ndogo hii iliinuka sana hata ikafika kwenye utukufu wa mbinguni. Na ndiyo maana somo lililopita, pembe ndogo hii nilikwambia kwamba ni taasisi ya kidini. Naweza ikawa taasisi ya kidini kwa sababu iliinuka mpaka kufika kwenye utukufu wa mbinguni. Ukikuta mtu, huwezi ukakuta mwanasiasa au mtu wa serikali anajiinua, anajua utukufu wa mbinguni ukoje. Wanaojiinua mpaka kufika kwenye utukufu wa mbinguni ni wale wanaojua neno la Mungu. Ndio maana hii pembe ndogo naweza kuona kwamba ilikuwa ni taasisi ya kidini, ikawaangusha baadhi ya nyota. Nyota ni watu wa Mungu waliokuwa wakipeleka neno la Mungu. Nyota ni wajumbe wa Mungu wanaopeleka neno la Mungu. Kwa hiyo ikaziangusha baadhi ya nyota chini na kuzikanyaga. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ni taasisi gani ya kidini ambayo ilidumu kule magharibi, ambayo ilizuka ikawatesa watakatifu, ikajitukuza hadi mbinguni, ikawatesa nyota wale ikawaua watu wa Mungu waliokuwa wanapinga mafundisho yake. Na hii pembe ndogo inalinganishwa kule kwenye Danieli 2, tuliona kwamba ni udongo uliounganika na kile chuma, kuonyesha kwamba kulikuwa na element ya taasisi ya kidini iliyopotoka, iliyounganika na nguvu za kijeshi. Na hapa tunaona pembe ndogo na yenyewe ikainuka, lakini sio kwa yenyewe. Hebu tunaweza tukaona Mungu akitujalia kwamba ametaja kwamba hivi ni yenyewe, iliinuka kwa yenyewe. Fungu la 25 anasema kwamba Danieli 8 fungu la 25 anasema, na kwa mashauri yake atafanikisha hiyo pembe ndogo hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, wakifikiria kwamba hayo ndiyo maendeleo. Naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna haja ya kujifunza
kujua hii pembe ndogo ni nini. Kwa hiyo pembe ndogo hii iliinuka hadi kulifikia jeshi la mbinguni. Tafasiri ya kawaida ya wanazuoni, baada ya kuona viashiria vyote katika Danieli 2 na Danieli 7 na Danieli 8, hazikutoa ni nani anayesemwa kuwa miguu ya chuma kule kwenye Danieli 2, lakini vile vile mnyama wa kutisha aliyeota pembe ndogo. Yule mnyama pembe ndogo ilizuka kwake, haikutaja ni nani aliye pembe ndogo iliyotoka katika pepo 4, haikutaja. Hata hivyo wanazuoni walibaini katika karne ya 17 kwamba baada ya Wayunani kuanguka, waliangushwa na Warumi, na waliangushwa na serikali ya Kirumi ya kipagani. Kwa hiyo Wayunani walitawala, Warumi wakaja, na baada ya Rumi ile iliyokuwa Ulaya iligawanyika katika mataifa 10. Ndiyo maana utaona kule katika sanamu ile kulikuwa na vidole 10. Vidole 10 hivyo vilikuwa na nguvu ya chuma na kulikuwa na udongo, kuonyesha kwamba kulikuwa na utawala wa Rumi, lakini kulikuwa na utawala wa kidini ambayo umepotoka, na utawala wa dini huo ulikuwa unaendesha siasa zilizo dhaifu. Kwa hiyo utaweza ukaona kwamba Uyunani ni kweli, ukifuatilia katika historia utaona kwamba Uyunani ilipoporomoka Warumi waliingia. Hiyo wala haina mjadala, wala hiyo hata mtafasiri haihitaji mtafasiri, mtu atafasiri, na wala haina mjadala kwamba baada ya Urumi ile kutawala, baadaye Rumi ilikuja ikakabidhi mamlaka kwenye serikali ya upapa ya kidini. Wala hiyo haina mjadala, kila mmoja hiyo anajua kabisa, ambapo serikali iliendeshwa na kanisa kwa njia ya muundo wa upapa. Kwa hiyo unapoona mambo haya kwamba Biblia inaandika, inakuja baadaye na kupeleka, baadaye na kupa tafasiri ili kwamba usiwe na mkanganyiko. Kwa hiyo pembe ndogo ni Roma. Ukiangalia kule kwenye Danieli 7, ilitesa watakatifu hadi kubadili majira na sheria. Na kweli utakuja kwenye historia utakuta kwamba taasisi ya upapa ilikuja ikakaa ikabadilisha kwenye amri za Mungu, ikatoa amri ya pili. Unakuja kumbe hili jambo ni la ukweli, lakini vile vile ikagawa ile amri ya 10 ikagawa mara 2. Lakini taasisi ya upapa ilikuja ikaingiza mapokeo katika ibada yake, na ibada ya mapokeo haya yaliyoingizwa humo ndani ni kuweka sanamu katika makanisa na kuweka na kuwaita watakatifu na kuanza kuwaombea na kuomba sasa kwa kupitia sanamu hizo, na kuomba kwa kupitia Bikira Maria ilikuja ikatolewa hiyo. Sasa hilo kwa kweli linatusaidia nini? Tutakuja kuona hayo mambo yaliyopita yanatusaidia nini. Tutakuja tuone kwa nini tunajifunza kuhusu hili. Kwa hiyo ilijitukuza hadi juu ya mkuu wa jeshi, yaani Yesu Kristo. Hapo ndipo Wakristo wanapochachamaa kwamba kama ilijitukuza juu ya Wakristo, na sisi tumepewa jukumu la kueneza hiyo Injili, ni lazima tueneze Injili kinyume, kwamba Kristo bado yuko pale. Lazima wanadamu wafundishe kuomba kwa Kristo moja kwa moja, hamna kupitia kwa mwanadamu mwingine. Kwa hiyo ikabadilisha ibada, ikafunika ukweli wa Injili kwa mila za kibinadamu. Hiyo wala haina haja ya kutafuta kuanza kuchambua kwamba hii tunaweza tukaipata wapi. Hiyo iko kwenye historia, na bahati nzuri upapa wenyewe uko very smart. Mimi nashukuru kwamba kwa kweli upapa una watu wasomi ndani, wasomi kabisa, waliosoma, wako makini vizuri sana.
walipoweka wenyewe maandiko yao watakayoyafuata, yaani mapokeo yao, Biblia yao wakaweka na mapokeo, hawakutaka kugusa hii Biblia ya Mungu iliyochapishwa, Mungu aliyoandika maneno yake, hawakuigusa. Pamoja na kwamba upapa ndio ambayo ilisimamia uchapaji wa Biblia, inawezekana Mungu aliingilia kati, kwa sababu Mungu anaweza akakwambia hata kama ukitaki kitu ukakifanya bila kutaka, na ukakifanya kwa umakini, Kwa hiyo upapa ulitengeneza Biblia, ukaweka tu kwenye Biblia huko Yohana Mtakatifu. Zamani hapakuwepo na Yohana Mtakatifu, sijui Luka Mtakatifu, sijui nani mtakatifu nani, ikaacho iko vile vile, haikuguswa. Yaani ndio hekima ambayo walikuwa nayo katika sehemu ya upapa. Ndio maana wengine wanasema kama wangekuwa na nia mbaya, si wangeweza kuiharibu hii Biblia. Wasingeweza, kwa sababu Biblia inaongozwa na uvuvio wa Mungu wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana nasema wasingeweza hata kidogo. Walijaribu watu wengi kuiharibu Biblia, lakini hawakuweza. Kwa hiyo wakabaki na yale mapokeo ambayo waliokuwa nayo, ambayo wanasema kwamba kunapo wanafuata neno la Mungu, na wao wanafuata neno la Mungu, lakini inapotokea mapokeo yao yana ugomvi na neno la Mungu, wanasema wao watafuata mapokeo. Kwa hiyo tukiachana na hiyo, fungu la 12 linasema kwamba ile pembe ndogo ikakua hadi kulifikia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini jeshi hilo. Jeshi hilo la mbinguni ni ya kina nani ambayo ilikuwa mpaka kufikia jeshi la mbinguni? Na nyota ikajitukuza hata juu yake mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya daima. Na ndiyo maana kwa kweli tunajifunza, yaani isingekuwa haya mambo, hili neno lililowekwa hapa kwamba ile pembe ndogo iliondoa sadaka ya daima, kusingekuwa na haja hata ya kufuatilia. Ndiyo maana sadaka ya daima lazima tujifunze ni nini. Biblia imeandika kwamba sadaka ya kuteketezwa ya daima, lakini hilo neno imewekwa tu baadaye, siku za karibuni. Ile Biblia original inaandika ikamuondolea sadaka ya daima, na mahali pa patakatifu pake pakaangushwa chini. Ndio maana Wakristo wanafuatilia kuhusu pembe ndogo hii. Hatuwezi tukasema kwamba sasa hii pembe ndogo mbona mnaifuatilia hivyo? Nyie fuata bana mambo ya kwenu. Tunafuata kwa sababu iliangusha sadaka ya daima, lazima uijue ni nini. Na pale patakatifu kupakanyaga na kupaangusha chini, maana yake ni nini? Ili ukipeleka injili uambie wanadamu kwamba jamani, sadaka ya daima lazima ifuatwe, na lazima patakatifu pasikanyagwe, lazima painuliwe, lazima upajue ni kitu gani ili uweze kupeleka hiyo. Kwa hiyo sababu ya kuifuatilia hii pembe ndogo inatajwa. Kwanza inatajwa kazi zake. Danieli 7 fungu la 25. Ilitesa watakatifu na kuwadhoofisha watakatifu. Ilibadili majira na sheria. Sio jambo dogo hilo. Huwezi ukasema ni jambo dogo kwamba tuache hivyo tu. Tuache jamani, tuache hiyo. Hapana, kwa sababu imegusa sehemu ya Mungu. Imegusa sheria za Mungu. Mungu aliandika sheria zake. Ni nani tena anayeweza kugusa na kuzibadilisha sheria za Mungu? Pembe ndogo iligusa sheria za Mungu. Wakristo na watu wa Mungu wanaomwamini Mungu hawawezi wakanyamaza juu ya hilo. Hawawezi wakanyamaza, na tutaona huko mbele watakapoacha kunyamaza itafanya nini? Of course, jibu ni rahisi kwamba pembe ndogo itawafuatilia na kuwatesa tena mara ya pili. Lakini hilo nataka nisiliwahi, tutaliona huko mbele. Kwa hiyo nipelekea Danieli kuuliza, sasa Mungu wangu, nimeona kwenye ndoto kwamba hili utesa watakatifu, ikawadhoofisha, ikabadili majira na sheria. Danieli alilia akauliza, Baba, hata lini mambo haya yataendelea kutendeka? Na ndiyo maana hata sisi tunafuatilia, na ndiyo maana watakatifu wengi duniani wanaofuatilia neno la Mungu wanafuatilia. Danieli mwenyewe aliuliza, hata lini jambo hili litaendelea? Hata lini litaendelea?
Na swali la Danieli lilisababisha mpaka akafanya maombi makuu na jibu likatoka. Asingefuatilia, majibu yasingetoka. Lakini hebu tuangalie kwa nini tunafuatilia hii pembe ndogo. Tungeweza kuiacha, kwa sababu inawezekana watu wengine wanakwazika wanapojikuta kwamba wameifuata pembe ndogo hii, na pembe ndogo ilikuwa na makosa, wanakwazika sana. Na kwa kweli watu wa Mungu wasingekuwa radhi kuendelea kuwakwaza watu wa Mungu kama kusingekuwa na uhitaji wa kuisema hii pembe ndogo. Tunafuatilia kwa nini? Kwenye Ufunuo 13 yenyewe nayo imetuambia. Ufunuo 13, hebu tuone. Ufunuo 13 inasemaje? Ufunuo 13, kwa nini tunafuatilia? Hebu angalia pembe ndogo, kwa nini tunafuatilia? Ufunuo 13 fungu la kwanza inatuambia kwamba inamtaja mnyama. Kisha nikaona mnyama akatoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mnyama huyo anayetajwa katika Ufunuo, mwenye sifa kama ana sifa, ukisoma kwenye Ufunuo hiyo 13 utazikuta sifa za pembe ndogo zile zilizoko katika Danieli 7, sifa za pembe ndogo zilizokuwa katika Danieli 8, utaziona zinafanana. Sasa bahati nzuri, huyu mnyama wa Ufunuo 13 anaenda mpaka wakati wa siku za mwisho, na ndiyo maana ni rahisi kuwafuatilia. Kwa nini? Hawa wana sifa zinazofanana. Lazima tuwafuatilie ili tuweze kuona ni namna gani. Na ndiyo maana huyu mnyama wa Ufunuo 13 alipewa mamlaka na joka. Hebu tuone fungu la 4 mpaka la 7. Anasemaje? Hebu angalia hizo sifa, utaziona zinafanana na pembe ndogo, na ndiyo maana inabidi kufuatilia. Wakamsujudu huyo mnyama sasa wa Ufunuo 13, yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Kama huyo joka alimpa huyo mnyama uwezo wake, huyo joka, ina maana ni kama tunasema pembe ndogo ilipewa uwezo wake. Pembe ndogo ya Danieli 7, pembe ndogo ya Danieli 8 ilipewa uwezo na joka, na joka ni shetani. Kuna haja ya kufuatilia ili tuweze kujua ndio uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama. Kwa hiyo kumbe pembe ndogo itafika sehemu fulani watu waambiwe kumsujudu huyo mnyama, wasujudu zile taratibu zake. Yaani itabidi wapige magoti kwa pembe ndogo. Yaani mamlaka ya upapa, watu wakifika pale wanapiga magoti kama wanapiga kwa Mungu vile, wakamsujudu huyo mnyama. Ndio, twende. Wakisema, ni nani afananaje na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Kwa kweli alikuwa ni wa kustaajabisha. Fungu la 5, naye akapewa kinywa. Na kule tuliona kwenye pembe ndogo, ile pembe ndogo naye ilikuwa na kinywa. Akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na makufuru. Na kule kwenye Danieli 7 tuliona ile pembe ndogo ilinena makufuru. Na hapa yani sifa zinafanana. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufuatilia ili tuweze kuokoka na maneno ya hii pembe ndogo. Ndio wakisema makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42. Angalia ndugu msikilizaji, katika hili ninakupa shauri ukaangalie kule kwenye Danieli kwenye Danieli 8 tulisema kwamba alipewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42. Yaani ukifanya calculation alipewa kazi alipewa nafasi ya kufanya nyakati 2.5 wakati. Kwenye Biblia nyakati ukikuta wakati maana yake ni mwaka. Biblia inatumia hivyo. Nyakati 2 ni miaka 2. Nusu wakati ni nusu ya mwaka. Sasa utaona kwamba wakati nyakati 2.5 wakati ni miaka 3. Miaka 3 ile Biblia haina siku 31 wala siku 28. Ukizidisha miaka 3.5 mara siku 30 utapata siku 1260. Lakini hapa vile vile huyu huyu mnyama alipewa miezi 42. Ukichukua miezi 42
Ukizidisha mara 30 unapata vile vile siku 1260. Kwa nini haya mambo yafanane kiasi hicho? Kwa hiyo Mungu anataka tuelewe kitu fulani. Unapoona kwamba kule nyuma tuliona kwamba ile wakati, nyakati 2.5 wakati ni miaka 3.5, ni miaka 3.5. Miaka 3.5 ukizidisha hiyo miaka 3.5 kwa siku 360 unapata miaka 1260. Lakini ukijumlisha, ukizidisha vile vile hapa katika Ufunuo 13 anasema ni miezi 42. Ukizidisha miezi 42 mara siku 30 unapata siku 1260. Kwa nini kuwe na mfanano hivyo? Na ndiyo maana kuna kufuatilia. Lazima ufuatilie kwamba yumkini unabii huu utatupeleka mpaka siku za mwisho, ambapo tutajifahamu kwamba nani tumwepuke, ili tuweze kumfuata tuweze kumfuata Mungu wetu wa mbinguni. Na huyu joka ambaye shetani huyu anapotoa maelekezo kwenye baadhi ya taasisi za kidini, tutaepuka namna gani? Ndiyo maana tunafuatilia. Kwa hiyo kusiwe na ugomvi kwamba kwa nini tunafuatilia katika hili. Tunafuatilia kwa sababu kumekuwa na mfanano mno. Lakini kitu kingine, kwa nini tunafuatilia? Kwa sababu alipewa jeraha la mauti. Tunaona kwenye fungu la 3. Hebu tusome fungu la 3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Yaani kama huyu angepigwa pigo la mauti, jeraha, yaani alipigwa akafa, akamalizika. Yaani kwa sababu huyu anafanana na pembe ndogo. Huyu mnyama anafanana na pembe ndogo, mnyama yule wa Danieli 7, wa Danieli 8, na amepata jeraha la mauti, tungejua huyu alifutika. Huku katika siku zetu hawezi akatugusa. Lakini bahati mbaya tunaambiwa lile jeraha lake eti likapona. Alipewa jeraha la mauti, fungu la 3. Ni fungu la 3 hilo. Naye jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kupata lile pigo alipona. Na maana wakati wetu huu yupo. Hiyo pembe ndogo ipo. Huyo mnyama yupo. Kwa hiyo huyu mnyama na taasisi hii ambayo ilifanya upotofu. Je, wakazi wa dunia hii tutauelekezaje ulimwengu kwamba jamani, Biblia tusije tukafata mapokeo? Tutauelekezaje ulimwengu jinsi Mungu anavyotaka? Tutauelekezaje ulimwengu kwamba ile sadaka ya daima ilipotoshwa? Tutaelekezaje? Kwa hiyo ina maana yupo huyu mnyama kama mwana kondoo. Kuna mnyama sasa, baada huyu mnyama wa Ufunuo 13, akaja mnyama mwingine kama mwana kondoo kwenye fungu hili la Ufunuo 13 fungu la 11. Anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Ukisikia kutoka katika nchi, maana yake kutoka katika sehemu ambayo haina watu wengi, unabii huo. Naye alikuwa na pembe mbili. Kwa hiyo huyo mnyama ni ufalme huo, ambao pembe mbili ni ufalme. Kwa hiyo ndani ya pembe yake kulikuwa na ufalme wa aina mbili, zipo mbili. Yaani huyo ni ufalme mmoja, lakini una utawala wa aina mbili. Kwa hiyo alikuwa na mfano wa mwana kondoo. Yeye alikuwa ni mfano wa mwana kondoo. Ina maana alikuwa anaongea maneno ya Kikristo. Yaani kutoka kwenye huu utawala, maneno ya Kikristo. Sasa huyu mnyama, cha ajabu kwamba huyu mwana kondoo aliyeibuka baada ya huyu mnyama alipewa jeraha. Huyu alipewa jeraha la mauti, akaja akaagiza utengenezwe mfumo huyu mnyama ambaye ni mfano wa mwana kondoo. Sio huyo mnyama ambaye analinganishwa na pembe na pembe ndogo, hapana. Mnyama huyu wa Danieli 13 fungu la 11 akaagiza itengenezwe mfumo sawa na ule mfumo wa yule mnyama ambaye alipewa mamlaka na joka. Sasa akaagizwa, fungu la 12. Hebu tusome fungu la 12 na 14. Anasema fungu la 12,
Huyo mnyama sasa, mfano wa mwana kondoo, ambaye sasa ni ufalme uliotoka katika nchi ambayo haina watu wengi, ambayo sasa una vitu viwili pale, una pembe mbili, una mamlaka ya aina mbili. Fungu la 12, naye akatumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza. Na yule wa kwanza tunaambiwa alitesa watu wa Mungu, alimkufuru Mungu, alibadilisha mambo mengi. Kwa hiyo mbele yake naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie yule mnyama. Kwa hiyo atalazimisha. Kwa hiyo na maana mfumo ule wa kwanza wa yule mnyama wa pembe ile ndogo, ile pembe ndogo kwenye Danieli 7:8 ilitumia utawala wa Rumi kijeshi, majeshi ya Rumi kuwalazimisha Wakristo kuweza kutii yale mafundisho inayoyatoa, na wasipotii wauawe. Kwa kweli waliuawa watu wengi sana, na wakakimbia watu wengi, na walipokimbia watu wengi walikimbilia katika ulimwengu ambao haukuwa na watu wengi. Kwa hiyo walipouawa, na hapa napo tunakuta kwenye huyu mnyama mwingine katika enzi zetu, kwa sababu huyu mnyama kama mwana kondoo ni wa enzi zetu, naye ataunda mfumo huo wa kulazimisha watu wamwabudu huyu mnyama. Fungu la 14 anasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Yaani waunde mfumo, yaani kumfanyia sanamu ni kumfanya mfumo unaofanana na wa yule mnyama. Mfumo huo wa yule mnyama alikuwa wa yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndio maana inabidi tufuatilie kwamba kumbe kuna mfumo ambao utatengenezwa wa yule mnyama aliyepata jeraha, ambaye tumeuona ni ule unaitwa utawala wa Rumi ya kipapa. Huo mfumo utakuja uingizwe katika enzi zetu hii, na atakaye champion, atakayeongoza ili kwamba huu mfumo uweze kutiiwa na watu wa dunia hii ni huyu mnyama ambaye anakuja mfano wa mwana kondoo mwenye pembe mbili. Huyu mfano wa mwana kondoo tutaona tafasiri yake kule mbele, lakini kwa faida tu, kwa sababu haina haja, inatakiwa mtu afahamu hapa. Huyu mfano wa mwana kondoo huyu ni nchi ya Marekani, ambayo baada ya mfumo wa papa kuwatesa wale watakatifu, walikimbilia katika nchi ambayo haina watu wengi, ambayo ni Marekani. Sasa walipokuwa wanakimbia wale watakatifu kukwepa kutekwa, kuuawa, walikimbilia kule, na ile nchi ikatangaza uhuru wa dini. Na ndiyo maana kwenye serikali yake kuna uhuru wa dini na uhuru wa kiraia. Ndio zile pembe ndogo zinaonekana katika yule mwana kondoo. Yule mwana kondoo wakati inaanzishwa, kwa kweli tutakuja tuone ilianzishwa mwaka gani, kwa sababu mwaka ambao hii pembe ndogo na huyu mnyama aliyepata jeraha la mauti, ambaye alikuwa anaongozwa na yule joka, alipopata jeraha la mauti ndipo ambapo hii nchi na yenyewe ilianza kupata madaraka, ilianza kupata uhuru wake. Mwanzo huo ndio nilisema kwamba maarifa yataongezeka. Mwanzo huo ndio ikaanza kuitwa mwisho wa dunia. Ndio maana tunajihusisha na pembe ndogo, kwa sababu pembe ndogo au huyu mnyama wa ajabu yupo katika miisho yetu ya dunia. Kwa hiyo anakuja cha ajabu. Ufunuo 17 nayo wakati ikielezewa kahaba yule ambaye amekaa juu ya huyu mnyama, ambaye alipewa maelekezo na joka, aliyekuwepo zamani, halafu akapata jeraha la mauti, halafu baadaye akawa hayupo. Hebu tusome fungu la 8, 17 fungu la 7 na 8. Ndio maana kuna umuhimu wa kumsema kwa nini Biblia Yohana ameng'ang'aniwa kwamba lazima ujifunze kuhusu hii pembe ndogo, lazima ujifunze kuhusu huyu kahaba, lazima ujifunze kuhusu huyu mnyama, kwa sababu siku za mwisho atacheza sana.
Yaani ndiyo itakuwa habari ya Wakristo kukaa chonjo. Hebu Ufunuo 17, hebu tumuone Ufunuo 17, Ufunuo 17, Ufunuo 17, tumuone Ufunuo 17 huyu. Ufunuo 17 fungu la 17 fungu la 7. Huyu anaelezewa kahaba kuanzia huko juu kwenye Ufunuo 17 fungu la kwanza. Maana yake aliambiwa njoo huku nitakuonyesha yule kahaba ni nani. Huyu hatutamsoma. Hebu tuseme tu huyu mnyama tu. Fungu la 7 na la 8 anasemaje? Anasema lakini ni vizuri, hebu tumsome huyu kahaba naye fungu la 5. Na katika kipaji cha uso wake imeandikwa jina, limeandikwa la siri, yani jina Babeli mkuu, mama wa makahaba na wa machukizo ya nchi. Huyu ni mama wa makahaba. Tujue mwanamke kwenye Biblia ni kanisa. Mwanamke ni kanisa. Kwa hiyo unapoitwa kahaba maana yake ni mwanamke aliyeasi. Kwa hiyo kama ni mama wa makahaba, ina maana kuna wenzake, kuna mabinti zake, nao ni kahaba vile vile, hawafati maagizo ya Mungu. Unabii unasema fungu la 6, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu kanisa huyu linahusishwa na kuwaua watakatifu na kwa damu ya mashahidi ya Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kubwa. Angalia, kwa nini tusifuatilie kuhusu hii? Na wakati kwenye Biblia imesema kabisa kwamba siku za mwisho watakaofuatiliwa watahusika na mateso, watateswa. Kama tunajua hivyo kwamba tutapata mateso, sasa kwa nini tuache kufuatilia? Kwa hiyo tunafuatilia kwa sababu tunajua hakika yake. Watakapokuwa watu wakisema kuhusu uhakika kwamba kuna taasisi imekuja na inaharibu, imepotosha neno la Mungu, kuna mateso yapo, ni afadhali uendelee kufuatilia ili usubiri mateso yatakapokuja. Lakini fungu la 8 anasema, fungu la 7 anasema, yule malaika akaniambia, kwa nini kustaajabu? Nitakuonyesha siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae. Angalia, yule mwanamke ataketi juu ya mnyama. Kwa hiyo ndio uone Biblia haikosei. Biblia haina makosa. Ina maana taasisi ya kidini itamkalia huyu mnyama, itaketi juu ya mnyama, halafu inaanza kumdrive, kwa sababu taasisi ya kidini hii haina majeshi. Taasisi ya kidini hii haina nguvu. Yenyewe kazi yake ni kukaa juu ya mnyama, halafu mnyama na kupewa maelekezo. Mnyama atakuwa anafanya kazi ya kutesa na kuua, na kutesa na kuua watakatifu. Angalia tuone kwamba nikamwona yule mwanamke aliyelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Okay. Yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakuambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu. Alikuwako wakati Yohana anaonyeshwa, kwa kweli anaonyeshwa alikuwako, naye akawa hayuko kwa sababu alipata jeraha la mauti. Sasa anasemaje? Kwa nini tunafuatilia? Naye yu tayari kupanda. Kwa hiyo jeraha la mauti likapona. Kwa hiyo ina maana siku zetu hizi atakuwepo tena. Kwa hiyo yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Nao wakaao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo huyo mnyama, na ya kwamba alikuwako naye hayuko. Walifikiria kwamba labda jeraha la mauti atakuwa amefutika, sasa anaonekana, na sasa hivi anaonekana vizuri. Kwa hiyo watakaookolewa ndio wenye hekima, watakaojua maneno haya. Fungu la 10, nisiache fungu la 10, ni la muhimu sana. Kwa hiyo navyo fungu la 9 kwanza, niende fungu la 9 kwanza. Anasema hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Yaani ni milima 7 linayokalia hiyo taasisi ya kidini. Chunguza, nenda kwenye encyclopedia, nenda Google,
Yaani Biblia haiwezi kakosea. Nenda kaenda kugugo kwamba taasisi gani ya kidini inayokaa kwenye milima 7. Yaani ndio utaona kwa kweli Biblia haiwezi kukosea hata kidogo. Nenda, siku hizi kuna njia tu rahisi tu. Nenda, Biblia inasema kwamba vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia huyo mwanamke. Angalia taasisi gani ya kidini ambayo inakaa katika milima 7. Nenda kagugo. Halafu ukigugo, halafu upate jibu. Utaona kwamba Biblia haidanganyi. Kwa hiyo milima 7 anasema navyo ni wafalme 7. 5 wakati Yohana sasa anaonyeshwa. 5 wamekwisha kuanguka. Ningepata muda ningekwambia walioanguka kwenye huyu mnyama ni nani, hivyo vichwa vyake ni nani. Wafalme hao ningekwambia. 5 wamekwisha kuanguka. Mmoja yupo. Wakati Yohana anaonyeshwa katika fungu hili la 10 linasema navyo ni wafalme 7, 5 wamekwisha kuanguka na mmoja yupo. Wakati Yohana anaonyeshwa alikuwepo mmoja. Huyo mmoja ilikuwa ni Rumi ile ya kipapa. Kwa hiyo wakati wa Yohana alikuwepo, alikuwa anatawala na mwingine hajaja. Kwa hiyo ufalme ule wa kipapa ulikuwa bado haujaja wakati Yohana anaonyeshwa. Kumbuka kwamba hapo ni mwaka 95 baada ya Kristo, AD, baada ya Kristo. Kwa hiyo wakati anaonyeshwa Yohana, mmoja alikuwa hajaja, na huyo mwingine aliyekuwepo ilikuwa ni Rumi ile ya kipagani, ile Rumi ya kipagani. Rumi ya kipapa ilikuwa bado haijaja. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Huo muda mchache ndio nitaelezea. Yaani muda mchache, wengine wanafikiria labda is a short period. Kwa Kiingereza wamesema kwamba short space. Yaani inampasa kukaa, sio permanent, kwamba mpaka Yesu atakapokuja. Atakaa lakini ataondoka, halafu atakuja tena. Sio permanent, ndio maana anaita short space. Ukitaka nenda katika Biblia ya Kigiriki, utaona ya Kiyunani. Biblia tumetafasiriwa kutoka katika lugha hizo. Tutaona lugha za Kiebrania, Kilatini. Ukiona Kilatini kile utaona short space maana yake ni nini? Yaani atakaa pale kwa muda, sio kwa muda mfupi, kwa muda, lakini baadaye atanani. Kwa hiyo utaiona hiyo. Kwa hiyo kazi iliyofanywa na pembe ndogo ya kwanza, nenda haraka sasa kwa sababu tumemaliza jambo lililo kubwa. Iliyofanya pembe ndogo kukandamiza watu wa Mungu. Mateso kwa Wakristo waaminifu, karne nyingi waliteswa. Lazima tufuatilie. La pili, kuingilia huduma ya Kristo kwa kuanzisha ukuhani wa kibinadamu, ibada ya sanamu na kufunika ukweli wa wokovu kwa imani kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, mwanadamu anaambiwa damu ya Yesu Kristo ndiyo mwisho. Tunaokolewa kwa imani katika Kristo. Lakini hii pembe ndogo ilikuja ikaingiza wakati ule kwamba mtu anaweza akaomba kwa kupitia mwanadamu, halafu huyo mwanadamu akafikisha kwa Bikira Maria, halafu ndio iende kwa Yesu. Hapana, Biblia haisemi hivyo. Lakini vile vile ya tatu, kudanganya mafundisho. Ilibadili majira na sheria. Daniel 7 fungu la 25. Ibada za kipagani ziliingizwa, kuabudu sanamu iliingizwa humo ndani. Sanamu ziliingizwa. Lakini ya 4 inasema kutupa chini ukweli. Ilijitukuza juu ya neno la Mungu na kueneza uongo. Hiyo ipo kabisa. Na ikasema kwamba mapokeo yana nguvu katika wokovu. Lakini Biblia inasema mapokeo hayana nguvu katika wokovu. Ni neno pekee lililonyoka kwa ajili ya kumfuata Yesu Kristo. Mapokeo hayapo. Kwa mfano, mapokeo mengine ambayo yanayokuja humo ndani, kwamba mtu akifa anaweza akaombewa hata kama alikuwa amefanya dhambi, ikafika sehemu fulani akapozwa, dhambi zikafutwa. Mtu aliyekufa hana uwezo wa kutubu. Hana uwezo wa kutubu hata kidogo. Biblia ndivyo inavyosema. Lakini mapokeo yakaja kwamba wewe fanya dhambi tu. Fanya dhambi, ukifa utatoa hela, utaombewa na baadaye utakuwa mtakatifu.
Biblia haisemi hivyo. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kukawa na mafundisho ya uongo. Lakini vile vile katika Danieli 8, Danieli alipoonyeshwa akasema, alipolia kwamba Baba yangu, haya yote hii pembe ndogo iliyofanya yatakuwepo hadi lini? Danieli alipolia akaambiwa Danieli, hebu tusome hilo fungu. Aliambiwa nini? Aliambiwa Danieli 7, hapana, Danieli 8. Danieli 8 fungu la 14. Fungu la 14 anasema, Danieli wewe hayo yafunge. Akaambiwa hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Usiwe na wasiwasi, hayo makosa yaliyotendeka hayo patakatifu pataanza kutakaswa. Tutaona huko mbele patakatifu patakapotakaswa maana yake nini. Kwa hiyo taarifa hii kwa ulimwengu imechukuliwa kwa wepesi na ulimwengu. Sababu moja naweza ikawa sababu, hili fungu hili halisomwi na watu wengi katika makanisa. Yawe ni makanisa ya Jumapili, huwezi ukalikuta linasomwa hili neno. Lakini lina umuhimu wake mkubwa sana. Halisomwi kwa sababu moja, halifahamiki. Ya pili, halipendezi kwa sababu ndani yake lina hukumu. Lakini sababu ingine kwa nini halisomwi, ni gumu, halieleweki. Hata hivyo ukweli uko pale, limeshaandikwa kwenye Biblia, ni lazima lifuatiliwe. Kwa hiyo hata nyakati za jioni 2300 ndio patakatifu patakapotakaswa. Danieli aliambiwa, hakupewa maana yake ni nini. Kwa hiyo jioni na asubuhi 2300 ni siku 2300. Kwenye Biblia siku moja ni miaka 1000. Tunasoma katika Ezekiel 6. Tusome Ezekiel 6. Ezekiel 6 fungu ni Ezekiel 4 fungu la 6. Ezekiel 4 fungu la 6. Tunasoma kwamba fungu la 6 anasema maana tena utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utachukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Kwa hiyo ni unabii unaofafanuliwa kwamba hii miaka 2300 huko mbele tutaiona. Anza kuweka akiba kwamba hii ni miaka, ndipo patakapotakaswa. Utaanza lini? Tutaona huko mbele. Na utaisha lini? Tutaona huko mbele. Leo tu Danieli anaisha kwa kuambiwa kwamba patakatifu patatakaswa. Na hii kutakaswa kwa kweli karne ya 17 wali katika kutafasiri tukio walikosea. Tarehe walikuwa ziko sawa kabisa, lakini kwenye tukio walikosea. Tutaona huko mbele kwenye karne ya 17. Kwa hiyo tutajua kutakaswa ni nini, maana yake ni nini. Kwa hiyo Danieli hakuelezwa maana yake mpaka watu wa wakati wa mwisho. Na watu wa wakati wa mwisho wanasema maarifa yataongezeka. Na kama maarifa yataongezeka, hata ya kutafasiri unabii yataongezeka. Wakati maarifa yanaongezeka pale, ina maana kulikuwa na ujuzi wa kisayansi, kulikuwa na ujuzi wa kisiasa, kulikuwa na ujuzi wa kiuchumi, lakini kulikuwa na ujuzi vile vile wa kidini. Tafasiri ya mambo ya dini, wengine walipokata tamaa, walikata tamaa hawakuweza kujua. Lakini angalia watu waliokimbilia kule Marekani. Tutakuja tuone hawa watu waliokimbilia Marekani baadaye waliunda kitu gani, kwa sababu ndio nchi ambayo inasemwa watu walipoteswa, walipokuwa wanakwepa mateso ya hii pembe ndogo, maana yake ilikuwa inawalazimisha kufata mapokeo, wakakimbia katika nchi ambayo ni nani populated huko, nchi kavu. Na nchi kavu wanazuoni wakagundua kwamba ni Marekani. Marekani ni nchi ya kiunabii, na ndiyo maana tunaposema maarifa yataongezeka, maarifa yanapoongezeka yanatoka Ulaya yanapelekwa Marekani. Maarifa yanapoongezeka yanatoka China, Marekani inapata. Yanatoka Japani, Marekani inapata. Huko ndiko hii nchi ya kiunabii tutaona baadaye itatenda nini. Lakini tumeiona kwenye Biblia kwenye sehemu ya Ufunuo 13 kwamba hii ndiyo yule
kondoo ilipoanzishwa ilikuwa na maneno ya kidini, ndio ilinena kama mwana kondoo, lakini ilikuwa na pembe mbili, na hizo pembe mbili ni uhuru wa dini na uhuru wa kiraia. Uhuru wa kiraia sasa itatumiwa na huyu mnyama ili kuweza kuunda sanamu, muundo ule wa zamani wa kipapa, ili huo muundo uweze kuheshimiwa na kuabudiwa na watu waweze kufata kauli moja itakayokuwa inasema Marekani. Hapo ndipo kutakuwepo na New World Order. Mungu akubariki sana siku ya leo. Tukutane tena siku ingine katika jina la Yesu. Amina.